Mchezo ulikuwa mbaya. Mchezo ulikuwa mzuri, vile sisi tulishindwa kuwajibika kwa space zetu. Timu yangu ina shida ya ushambulizi. Sasa tuna dominate defense, midfield, kufika striking. Tuko na striking move sana. Kipindi cha kwanza mmeweza kuwa chini kidogo, lakini mliporejea kipindi cha pili kidogo mchezo ukaweza kuimarika, lakini mchezo ukielekea kutamatika mkaweza kurudi chini kidogo. Labda shida iliweza kuwa ni nini? Unajua players wengi wangu wanacheza namba tofauti. Player acheze kwa position yake. That's why niko na injuries nyingi. Sasa unapata na shift player. Player mwenye hajazoea kucheza namba yake anakuanga na pumzi ya dakika 20-30 kwa namba yenye hajui. Lakini ukimweka player kwa namba yake atakuwa matokeo yanafaa. Na mchezo wa 5 sasa tangu ligi iweze kuanza, katika mechi zote hizo umeweza kuwa ukiconcede goli. Je, hii inaashiria nini? Hii inaashiria inafaa tuweke bidii sana kwa mazoezi na pia kwa ushambulizi wetu. Hatuwezi kuwa na pole position alafu tupige ni upande wa results, hapo ni timu ndio iko na results. Na labda kuelekea kwenye mechi zijazo, kwa mashabiki wa Mtepeni United unaweza kuambiaje? Mimi nasema mashabiki waendelee kusupport tu kwa sababu nataka nishughulikie mambo ya striking. Midfield ilikuwa shida, nimeshughulikia defense imekuwa shida. Sasa next ni mambo ya striking. Kuna baadhi ya wachezaji ambao tumekuwa tukijua ni Mtepeni United na hao ndio Mtepeni United, lakini kwa sasa hatujawaona. Je, shida ya wachezaji ni nini ama kuna tatizo gani? Labda unajua siwezi nikakataa na wapangaji wenye wanapanga fixture, lakini inafaa wapangaji wajue kuwa players wengi sasa wamepata kazi kwa makampuni na kampuni Saturdays zinafanya kazi. So unapata game unaekewa Saturday, players wameenda kazi, unapata unatumia player mwenye huwa mtumii. Hakuna vile utafanya. Lakini sisi tukipewa game Sunday, nafikiria nitakuwa na players wangu wote. Nafikiria kila player atacheza part yake. Pia upande wa scoring tunafungwa kwa sababu niko na goalkeeper mchanga, unamuona 16 years ndiye anakuwa. Sasa bado hajakomaa. Unapata unafungwa unnecessary goals. Na hapo kwa goalkeeper ukisema bado hajakomaa, unajua kuna ule goalkeeper mwingine lakini bado hatujamuona kwa sasa. Labda alihama team ama bado kuna tatizo gani? Amos alipata jeraha ya mguu. So recovering yake ni polepole na nafikiria ameanza mazoezi. Hii wiki tumekuwa najaribu naye. Ile wiki nyingine nafikiria angali na wiki 3 ndio anarudi. Asante sana na pia shukrani pia kwa muda wako. Asante.